Duniani hapa kuna mjadala mkubwa sana ambao unaendelea kuhusu dini, kwamba hoja ipi dini ya kweli, dini ya Mungu ni ipi? Lakini kabla hatujaelekea huko kuelezea dini ya Mungu ni ipi, kwanza lazima tuelewe nini maana ya dini. Tafsiri ya dini kwa mujibu wa kitabu cha Methali 14:12, dini ni njia iendayo uzimani kwa maana ya nuruni, ama ni njia ambayo iendayo jehanamu ya moto, maanake njia za uovu. Duniani hapa kuna dini mbili tu, sio Ukristo na Uislamu, hapana. Dini ni ya Mungu na ya Shetani, haya mengine yote ni madhehebu. Sasa kwa mujibu wa maandiko matakatifu, ipi dini sahihi ya Mwenyezi Mungu ambayo mwanadamu anapaswa aishi katika misingi ya imani hiyo? Tutaangalia kwa mujibu wa kitabu cha Yakobo 1:26, maandiko yanatuambieje kwa kina zaidi. Yakobo 1:26, maandiko yanasema hivi: mtu akidhani ya kuwa anayo dini, wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Dini iliyo safi sionataka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Kwa maandiko matakatifu yameeleza ukweli wa dini halisi ambayo Mwenyezi Mungu ametaka mwanadamu aiabudu. Kwanza, kujilinda na matamshi, maneno, ulimi. Chunga sana ulimi. Mwanadamu ulimi wake au maneno yake ndio unaweza akabariki mwili wake wote na maisha yake, ama akanajisi maisha yake yote. Lakini jambo la pili, maandiko yanataka mtu wa kweli, mwenye dini ya kweli ya Mwenyezi Mungu, awatembelee yatima na wajane. Ndugu zangu, maisha tuliokuwa nayo sasa, yatima na wajane, watu wasiojiweza, wanaishi mazingira magumu sana. Wale watu ili wauone upendo wa Kristo ama waione neema ya Kristo, lakini pia yale matatizo yao na zile dhiki zao, watu ambao wakuwa nao karibu na wakuwasaidia ni watu ambao wanasema wana dini, kwa sababu ili uwe na dini ya kweli bado lazima uwajibike kuwasaidia wale watu. Watu wana maisha magumu sana. Kenda hospitalini humu, kuna watu wameshindwa kutibiwa kwa kukosa dawa. Kuna watu wako maudini wamelazwa, wanashindwa kutolewa kwa sababu ya gharama za matibabu. Kuna watu wana maisha magumu sana, wanashindwa kusaidiwa ama kuishi vizuri kutokana na ugumu wa maisha waliokuwa nayo. Sasa dini ama imani, watu wanatakiwa wawajibike dhidi ya wale watu. Lakini leo hii tunaona kuna madhehebu mengi, kuna manabii wengi, kuna watu wengi wanaojiita watumishi wa Mungu, lakini wameescape kabisa katika kufanya hili jambo. Hawawajibiki katika kuwasaidia watu ambao wanapitia mazingira magumu sana. Hivi ni sadaka ngapi ambazo wachungaji wanazipokea makanisani, alafu hawawajibiki kufanya mema kwa watu? Ni fedha ngapi ambazo wanazipokea katika ibada au kwenye makanisa, hawawajibiki kuwasaidia watu kama maandiko yanavyotaka? Wao wanachofanya, zile pesa zinakuwa sehemu ya kujinufaisha wao katika maslahi yao na kuwa sehemu ya utajiri wao. Kwa hiyo wao wachungaji mara nyingi ndio wanakuwa wachungaji ama manabii wa mishahara, kitu ambacho Yesu mwenyewe amekataza kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Kitabu cha Yohana 10:11 anasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Dini hizi zilizokuwepo zinataka ziwahurumia watu ambao wanapitia mazingira magumu, lakini watu leo hawajibiki katika kufanya hivyo. Ndio maana kitabu cha Yakobo kinasema dini iliyo safi ni kuwatembelea yatima na wajane. Ni mfano mzuri katika kitabu cha Matendo. Ukisoma mtu mmoja anaitwa Kornelie. Tusome kitabu cha Matendo hapa vizuri uelewe huyu mtu alikuwa mtu wa aina gani. Matendo 10 kuanzia mstari wake ule wa kwanza. Anasema palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kiitwacho Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote.
naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Elewa vizuri kipande hiki. Yeye na nyumba yake wote walikuwa wachaji wa Mungu, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Kornelio ni mfano mzuri wa mtu mwenye dini ya kweli ambayo Mungu alikuwa anakusudia. Mungu akaona kama utakatifu wa Kornelio, alikuwa akitoa sadaka nyingi sana. Je, yanafanyika leo hii kwenye makanisa yetu? Watu wanafanya hivyo? Pesa zinatolewa, watu wanatumia zile pesa kama sehemu ya kujinufaisha wao. Kazi ya sadaka kubwa ni kufanya wale watu wana mazingira magumu kama yatima na wajane na maskini na wasiojiweza kusaidiwa, kupewa zile, kwa sababu ndio maandiko yanapotaka. Mfano wa Kornelio, kitabu cha Matendo 10. Si watu kujinufaisha wao, wachungaji kujinufaisha zile sadaka. Wametoa wapi hayo maandiko? Kwa hiyo kwa mujibu wa maandiko matakatifu, Ukristo sio dhehebu. Dini hapa duniani kama nilivyosema ziko mbili tu, sio Ukristo na Uislamu. Kama nilivyosema, dini ni ya Mungu na ya Shetani. Duniani hapa, hata Yesu mwenyewe ukisoma katika Biblia yenyewe takatifu, hakuna sehemu kwa mujibu wa maandiko kwamba alisema usabato ndio dini ya Mungu. Hakuna sehemu iliyosema Pentekoste ndio dini ya Mungu. Hakuna sehemu iliyoandikwa kwamba walokole ndio dini ya Mungu. Hakuna hiyo haya. Kwa hiyo wewe kujiita mimi mlokole ama msabato ama Pentekoste sio kama ndio tiketi ya wewe kwenda mbinguni. Hapana, hayo ni madhehebu. Unaishi vipi mbele za Mwenyezi Mungu? Unafanya mema? Unaishi katika mapenzi yake? Kama kitabu cha Yakobo inavyosema 1:26, anasema kujilinda na mawaa, manake bracket mawaa ni dhambi. Amri 10 za Mwenyezi Mungu unashika. Dhambi ni uasi wa sheria dhidi ya Mwenyezi Mungu. Unaishi katika maadili ya Mwenyezi Mungu anayotaka. Hii ndio dini ya kweli ambayo Mwenyezi Mungu anaitaka kila mwanadamu aishi. Sio kusimama kwenye ushabiki kwamba unashangilia mimi mlokole bwana, mimi msabato bwana. Hakuna maandiko hayo. Hakuna maandiko hayo yaliyoandikwa kama usabato ndio dini ya Mwenyezi Mungu, ama ulokole ndio dini ya Mwenyezi Mungu, ama upentekoste. Hakuna. Unaishi vipi mbele za Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo madhehebu tukatai, lakini ndani ya dhehebu kuna kipi kinaendelea, kimebeba kweli ile uhalisia wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi ndo madangu hiyo, nilikuja leo tujadili kwamba ipi dini sahihi, na tumejua kwamba kwa mujibu wa kitabu cha Yakobo. Kwa hiyo nachoomba kwamba ishi katika misingi ya Mwenyezi Mungu.